Ni mchezo wa kwanza kwa upande wa kocha Miguel Gamondi kwenye upande wa timu ya taifa ya Tanzania, na hatimaye kama ambavyo tunafahamu hii leo anashuka dimbani majira ya saa 1 kamili za jioni kupambana na Kuwait, moja mchezo ambao kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania wanakwenda kujitazama ni namna gani ambavyo wameweza kujipanga ndani ya msimu huu. Na mimi hapa tayari na kikosi ambacho kwa upande wa mwalimu Miguel Gamondi ameweza kukiandaa hapa, na mimi moja kwa moja nitakwenda kukutajia kikosi ambacho kinatarajia kwenda kucheza kwenye mchezo wa hapo baadaye. Na kabla sijakutajia kikosi hapa, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars dhidi ya Kuwait siku ya hii leo. Kwa upande wa golikipa yupo Yakubu Suleiman. Kwa upande wa golikipa Yakubu Suleiman tunafahamu kwa mechi za hivi karibuni amekuwa akipata nafasi ndani ya timu ya taifa ya Tanzania, na weza kusema kwamba mpaka sasa hivi amekuwa ni kama golikipa nambari 1 kutokana na kuweza kupata nafasi michezo yote ya hivi karibuni. Hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa kwa hapo baadaye. Hivyo golikipa Yakubu Suleiman atakwenda kusimama kwenye upande wa milingoti mitatu, huko kwa upande wa mwalimu Miguel Gamondi akiwa anahitaji zaidi kwa upande wa golikipa huyu kuanzisha mashambulizi kulingana na aina mfumo ambao amekuja nao wa 4-2-3-1. Lakini pia kwenye upande wa beki wa pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu huyu ni beki mkongwe ndani ya kikosi, ni beki ambaye amekuwa akipata nafasi kwenye upande wa timu ya taifa, lakini kwa siku za hivi karibuni ni kama hivi hajaitwa, lakini kwa sasa hivi amerejeshwa ndani ya kikosi na atasimama kwenye eneo hilo la upande wa beki wa pembeni kulia. Wakati huo pia kushoto atakwenda kusimama moja kwa moja kwa upande wa Mohamed Hussein Zimbwe Diarra. Kwa upande wa Mohamed Hussein naye pia atasimama kwenye eneo hilo, yani kwenye upande wa beki ya pembeni kushoto, kulingana na kile ambacho amekuwa akitoa ndani ya klabu ya Yanga na hata pia kwenye upande wa timu ya taifa Tanzania. Lakini pia kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Bakari Nondo Mwamnyeto, nahodha ndani ya klabu ya Dar es Salaam Africans. Bakari Nondo Mwamnyeto yupo ndani ya kikosi na huenda tukaweza kumuona kivaa beji ile unahodha kwa sababu ni moja ya mchezaji ambaye amekuwa ni kiongozi. Atasimama kwenye eneo hilo huku akisaidiana moja kwa moja na beki mwingine ambaye ni Dickson Job, ambao watasimama kwenye eneo hilo, moja ya eneo ambalo ni muhimu zaidi. Tunasema kwamba hili ni eneo ambalo linazuia kutokuruhusu mabao. Lakini pia Novatus Dismas moja kwa moja atasimama kwenye eneo la kiungo wa chini. Kwa upande wa Novatus tunafahamu ni moja mchezaji ambaye amekuwa ni mhimili mkubwa kwenye eneo la kiungo kwa upande wa timu ya taifa Tanzania. Moja kwa moja atacheza kwenye eneo hilo, na kwa upande wa mwalimu Miguel Gamondi atakuwa akihitaji kwa upande wa Novatus kutuliza timu, na amekuwa na sifa hiyo. Na kwenye eneo hilo hatakuwa peke yake, atasaidiana na kiungo mwingine ambaye ni Habibu Idi Gego. Habibu Idi Gego tunafahamu kwa kile ambacho amekuwa nakitoa ndani ya kikosi, ni moja mchezaji ambaye amekuwa na ubora wa hali ya juu ndani ya msimu huu. Amekaa karibu zaidi na mwalimu Miguel Gamondi, anafahamu ni kiungo wa aina gani, anafahamu ni mchezaji wa aina gani, kwa sababu ni mtulivu na amekuwa apotezi mpira kiulaini. Hivyo atasimama kwenye eneo. Wakati huo pia Tarin Al-Rakia naye pia atakwenda kusimama kwenye eneo. Mchezaji huyu ambaye anakipiga ndani ya pale nchini Uingereza ndani ya klabu ya Rochdale, moja kwa moja atakwenda kusimama kwenye eneo hilo kwa upande wa Tarin Al-Rakia kulingana na kile ambacho amekuwa nakitoa. Lakini pia Morris Abraham atasimama kwenye eneo la pembeni. Ukitazama aina ya wachezaji ambao wamewapangalia mwalimu kwenye eneo la kiungo, unaona kabisa kwamba anahitaji kuweza kumiliki mpira kwenye eneo la katikati. Lakini pia mshambuliaji wa mwisho atasimama Selemani Mwalimu. Kwa upande wa Selemani Mwalimu tunafahamu ubora wake, tunafahamu imara wake, hivyo moja kwa moja atasimama